Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye mwana wa kiume wa Gaddafi, Saif al-Islam al-Gaddafi, amezikwa siku ya jana Ijumaa. Hata hivyo, kuna ripoti zinazoeleza ni nani ambao walihusika katika mauaji yake. Mnamo jana Ijumaa, maelfu ya watu walimiminika kwa ajili ya kumzika mtoto wa kiume wa Muammar Gaddafi. Maelfu ya waombolezaji walikusanyika katika mji wa Bani Walid magharibi mwa Libya siku ya jana Ijumaa kwa ajili ya mazishi ya mtoto aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, Saif al-Islam al-Gaddafi, aliyeuawa wiki hii. Idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura katika mji ambao muda mrefu umekuwa ngome ya Gaddafi ilidhihirisha mgawanyiko ambao umeigawa Libya tangu machafuko ya mwaka 2011 ya Arab Spring ama vuguvugu la Kiarabu na kuitumbukiza nchi hiyo katika machafuko. Maelfu ya watu walijitokeza siku hiyo ya Ijumaa kwa ajili ya kumzika mtoto huyo wa kiume wa aliyekuwa mtawala wa Libya Muammar Gaddafi, aliyeuawa katika mji ambao unashikilia utifu kwa kiongozi huyo wa muda mrefu. Saif al-Islam, ambaye aliwahi kuonekana na baadhi ya watu kama mrithi dhahiri wa Libya, aliuawa kwa kupigwa risasi nyumbani kwake kaskazini magharibi mwa mji wa Zintan mnamo siku ya Jumanne. Hata hivyo, baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba kuna mataifa yaliyotajwa kuhusika na mauaji ya Saif al-Islam al-Gaddafi. Ufaransa na Uingereza zinaripotiwa kuhusika katika mauaji ya Saif al-Islam al-Gaddafi, mtoto maarufu wa kiongozi wa zamani wa Libya Kanali Muammar Gaddafi, kwani ilionekana kama mtu ambaye angeweza kuiunganisha tena Libya baada ya uasi ulioungwa mkono na NATO katika miaka 2011. Vyanzo vyetu vilivyoko Libya vilituambia kwamba vinashuku kwamba idara ya ujasusi ya Uingereza ilitumia wakala wa ndani kumuua mtu alionekana na watu wengi kama anayeweza kuiunganisha Libya miaka 15 baada ya NATO kuishambulia Libya na kuwa taifa lililoshindwa wakati wa kampeni yao ya kumuua Muammar Gaddafi, alisema mtangazaji wa Uingereza na mtangazaji wa zamani wa Press TV Afshin Ratansi. Hii pia ilinukuliwa kupitia shirika la habari la Pars Today la nchini. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kwamba pia ilidokezwa kuhusika kwa Ufaransa katika mauaji hayo, ambapo Afshin Ratansi alisema, tunajua kwamba Ufaransa ina nia kubwa nchini Libya. Tunajua kutoka kwa nyaya za WikiLeaks kwamba Ufaransa ilitaka mgao mkubwa zaidi katika uzalishaji wa mafuta ya Libya mwaka 2011, na rais wa zamani Nicolas Sarkozy alikuwa akijadiliana kuweka akiba ya hadi 35% ya uzalishaji wa mafuta wa Libya. Kwa mujibu wa matamshi yake, Saif al-Islam alionekana na wengi kama mgombea anayewezekana zaidi kushinda uchaguzi wowote wa rais na kuunganisha nchi baada ya miaka mingi ya kutokuwa na utulivu, hasa kwa vile alikuwa na uungaji mkono kutoka kwa makabila ambayo yalipigania upande wa baba yake mwaka 2011. Hapo kabla, timu ya kisiasa ya Saif al-Islam al-Gaddafi, mtoto wa kiume wa kiongozi huyo wa zamani wa Libya Muammar Gaddafi, ilifichua kwamba mauaji yake yamefanywa na watu wanne wasiojulikana waliokuwa na silaha ambao walivamia nyumbani kwake katika mji wa Zintan, kilomita 200 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Libya Tripoli, alasiri ya Jumanne iliyopita. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo wakati huu yanaonekana ni namna ambavyo raia nchini Libya walikuwa wakifikiri namna ambavyo Saif al-Islam al-Gaddafi kwamba huenda angeweza kuvivaa vizuri viatu vya baba yake na kwamba angeweza kuitawala Libya na kuwaondoa watu wa magharibi ambao walimdondosha baba yake, lakini pia angeweza kuiunganisha Libya. Libya imejitahidi kujikwamua kutokana na machafuko yaliyozuka tangu wakati huo. Bado kuna mgawanyiko kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abdel Hamid Deiba inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli na utawala wa Mashariki unaungwa mkono na Khalifa Haftar. Deiba alilaani mauaji hayo akisema kwamba mauaji kamwe hayatoi utulivu, lakini yanazidisha mgawanyiko. Wizara yake ya mambo ya ndani ilikuwa imetangaza kwamba itahakikisha usalama wa mazishi katika mji wa watu 100,000 hivi. Kila mwaka Bani Walid huadhimisha kumbukumbu ya mapinduzi ya mwaka 1969 ambayo yalimweka Gaddafi madarakani, huku watu wakipita mitaani wakiwa na picha za kiongozi huyo wa zamani na bendera ya kijani ya Libya kabla ya ghasia ya Arab Spring. Kabla ya maziko siku ya Ijumaa, wenyeji pia walibeba picha ya bendera hizo huku akiimba nyimbo zinazomuunga mkono Gaddafi na kutangaza kwamba damu ya mashahidi haitomwagika bure. Marcel Cesaldi, wakili wa Ufaransa ambaye alikuwa akimwakilisha Saif al-Islam, aliambia AFP kwamba makomando 4 walimuua
Mamlaka ilisema walikuwa wanachunguza kifo chake, kwani washambuliaji walibaki huru. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia